Jehova anatupenda sana. Haleluya. Wafilipi sura ile ya 2, Mungu wetu anatupenda. Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Katika Wafilipi 2 mstari wa 4 anasema, kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu angalie mambo ya wengine. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, lakini kila mtu angalie mambo ya wengine. Maana yake tunatakiwa tuondokewe na ubinafsi, umimi, uchoyo, kujilimbikizia tu, kujiangalia wewe tu, au kujiona ni wewe tu. Uchoyo, binafsi umeharibu sana karama na vipawa katika kanisa na katika familia mbalimbali. Hali ya kuwa na uchoyo na ubinafsi imezuia mambo mengi kufanyika, imezuia kuchipuka kwa huduma kubwa katika kanisa, mambo mazuri katika familia. Kwa nini? Kwa sababu ubinafsi. Na ndio sababu akasema kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe. Yesu akasema pendaneni, wapendeni wa kwenu, hudumianeni, tupendane. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe. Mstari wa 5 anasema iweni na nia hiyo hiyo ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu. Kama Yesu angekuwa na ubinafsi na uchoyo, kama alikuja akafanya katika ubinafsi, ingekuwa ni ngumu sana maendeleo ya huduma ya wokovu. Lakini Mungu anataka tugawane vipawa, tupeane na turumiane, tusaidiane. Basi usiwe mtu binafsi. Kataa kuwa na mambo yako mwenyewe. Kubali kuwa na mambo ya wengine. Ya wengine yaweze kuendelea, ya wengine yaweze kufanikiwa, ya wengine yaweze kufanikiwa. Ukipenda ya wengine, na Mungu atainua ya kwako. Bwana Yesu akubariki. Nami namuomba Bwana Yesu kwamba utuondolee ubinafsi katika kanisa, katika familia, kati ya mtumishi na mtumishi. Tupendane na kupeana nafasi na vipawa na huduma, na tuendelee kukaa pamoja. Kwa jina la Yesu naikemea roho ya ubinafsi katika kanisa na katika familia. Itoke sasa kwa jina la Yesu, iondoke sasa. Asante Yesu kwa huruma na rehema zako. Bwana akubariki. Amina.